Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho wanaendelea sasa hivi kuweza kukamilisha sajili zao ndani ya kikosi chao, wakati wengine wakibisha kwamba hatuchezi. Wao klabu ya Simba wameendelea kuweza kuongeza majembe kwenye kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao, na leo hii imeweza kutoka taarifa kutoka upande wa Feitoto katika klabu ya Azam FC, wakiweza kuzungumzia kutoa uthibitisho juu ya dili la Feitoto kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Je, taarifa hizi zina ukweli kiasi gani? Moja kati ya watu wa karibu wa Azam FC wameweza kuzungumza juu ya sajili ya Feitoto kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa kwa siku hii ya leo. Taarifa iko vipi? Kila kitu niko nacho hapa kwa sababu ya taarifa kamili. Utakwenda kujua kila kitu mwanzo mwisho mpaka ilipoweza kufanikiwa kwa dili hilo la Feitoto kutoa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club, wenye nchi wenyewe wakiendelea na mchakato wao. Bana, wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe hawana noma lolote kwenye suala la hatuchezi. Wenyewe awamo kabisa. Wenyewe wanaitaka mechi kwa sababu wanaamini wana kikosi kizuri, wanaamini wana majembe ya kutosha. Huku Elie Mpanzu huku unazungumzia unakutana na Kibu D, Jean Charles wa top scorer wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Shughuli wanayo ni lazima wakimbie wa kusema kwamba hatuchezi, kwa sababu wanajua ubora wa kikosi cha klabu ya Simba. Sasa kama wanakimbia katika kikosi hiki, vipi itakuwaje kwa msimu ujao? Kwa sababu taarifa zinaeleza kwamba huku kutakuwa na Pasensio Mabululu, miongoni mwa wafungaji bora kabisa barani Afrika, hata kuwepo pale katika eneo la katikati. Sasa vipi wataleta timu, na vipi wakisikia kwamba kama taarifa hii ambayo nimekusogezea wakati huu kuhusiana na Faisal kumalizana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, je, msimu ujao wataleta timu? Taarifa ikufikia kwamba kile ambacho kilichokuwa kikiweza kusubiriwa kwa hamu mkubwa kweli kweli, tajiri Mo Dewji, inaelezwa kwamba Zandani kabisa ameweza kumalizana na uongozi wa klabu ya Azam FC, ambapo imeweza kulipwa ile pesa ambayo iliyokuwa ikiweza kutakiwa iweze kutoka kunako na klabu ya Simba kuelekea Azam FC kwa ajili ya kuweza kumalizana na dili la kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea ni juu ya Feitoto kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Usajili wa Feitoto ndani ya Simba Sport Club ambao ulikuwa ukipewa nafasi kubwa, Azam yathibitisha bei ambayo inayotakiwa kuweza kumnunua Feitoto. Kiungo wa Azam FC Faisal Feitoto kwa sasa yuko kwenye vita ya usajili na klabu kubwa za Afrika zikiwemo Simba Sport Club ambao wana 90%, Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini na Young Africans klabu yake ya zamani. Hata hivyo, inadaiwa Simba ndio inakaribia kumsajili kiungo huyo mahiri wa Zanzibar. Usajili wa Feitoto Simba Sport Club ambao ulikuwa ambao unapewa nafasi kubwa zaidi kwenye kikosi chao cha Simba Sport Club, kwani mchezaji mwenyewe anaonesha nia wazi kabisa, anataka wekundu wa Msimbazi Simba tofauti na
timu zingine ambazo zinazokuja. Ikumbukwe kwamba Feitoto bado na mkataba wa mwaka mmoja na kikosi cha klabu ya Azam FC. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Faisal bado na mkataba ambao nimekuambia ni wa mwaka mmoja ambao unaweza kuvunjwa kwa dola 500 sawa na takriban shilingi bilioni 1.3 za Kitanzania. Azam FC haipingi kumuuza mchezaji huyo iwapo masharti yatazingatiwa, ambapo inaelezwa kwamba wenyewe wako tayari kuweza kumuuza kuelekea katika klabu ya Simba Sport Club, kwa sababu Simba wako na utayari wa kuweza kutoa hiyo bilioni 1.3, ambapo inaelezwa kwamba tajiri Mo Dewji ameamua kuvaa miwani ya kutoona haya, ya kutoona aibu, ya kutokuona uoga. Sasa ameamua kulivalia njuga, na inaelezwa kwamba tayari wawakilishi wa wekundu wa Msimbazi Simba wametumwa kuelekea Azam FC mitaa Chamazi kwa ajili ya kwenda kumaliza dili hilo mapema kabla manyamela wengine hawajaweza kuingilia na kuweza kuliharibu kwa mchezaji huyo kwenda kwenye timu nyingine. Hivyo basi inaeleza kwamba tajiri Mo Dewji amekwenda kuwashawishi Azam FC wamuachie Feitoto kwa shilingi bilioni 1 badala ya ile bilioni 1.3 ambazo walizokuwa wakiweza kuzitaka Azam FC. Makubaliano maalum ambayo inaelezwa kwamba yaliyokuwepo si ya kweli, kwamba katika mkataba wa kujiunga Azam FC akitokea Yanga kwamba kulikuwa kuna masharti endapo atauzwa nje ya nchi, Yanga watalipwa 25% ya mauzo. Hili halina ukweli wowote. Tayari lishaweza kutolewa ufafanuzi. Endapo watauzwa ndani ya Tanzania, basi Yanga watapaswa kulipwa shilingi bilioni 1 kama fidia. Yote aliweza kuzungumzwa na mwakilishi wake akisema ya kwamba hizi taarifa hazina ukweli. Feitoto ana ruksa kucheza timu yoyote akiamua wakati wowote, hata akienda Simba. Klabu ya soka ya Young Africans hawana uhalali wa kuweza kupata hata senti kutokana na dili la Feitoto kujiunga na timu hiyo ya Simba Sport Club. Masharti hayo ambayo yalikuwa yanaonesha kuweka mazingira magumu kwa timu yoyote ya ndani inayotaka kumsajili mchezaji huyo, na hasa kifedha. Hapa nazungumzia sasa, inaeleza ya kwamba hicho kitu hakipo kabisa, na sasa inaelezwa kwamba yupo tayari kwenda kuichezea klabu hapa nazungumzia ya Simba Sport Club, kwa mujibu wa mwakilishi wake ambaye alieleza kwamba hicho ambacho kinasemekana hakina ukweli wowote kuhusiana na yale ambayo yaliyokuwa yakiweza kuendelea kuhusiana na Feitoto kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba klabu ya Azam FC sasa imerudi rasmi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Unafahamu ya kwamba katika dili la Feitoto kutoka kwenye kikosi cha Simba, Simba walimpeleka Aishi Manula na kiasi cha fedha kama sehemu ya dili hilo. Sasa inavyoelezwa kwamba Azam FC imerudi tena kwa Aishi Manula baada ya kumkosa dilisha kubwa lililopita la usajili. Azam ilimkosa Manula baada ya kuwaomba Simba imwachie kwa mkopo. Aishi Manula anarejea Azam baada ya miaka 9. Aliondoka Azam mwaka 2017 akajiunga na Simba, na sasa ni rasmi ya kwamba anarudi katika viunga vya Simba Sport Club. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana